Mimi naitwa John Macharia Gachiri. Mimi ndio MCA wa mahali panaitwa Ronda Ward. Mimi ndio mwakilishi wa watu wa kutoka upande huo. Na kuna jambo ambalo lililotokea siku ya juzi ambapo ilikuwa ni saa 5 ya usiku. Niliitwa na majirani wa kutoka area hiyo, maana walikuwa wameenda pale police station, ya kwamba kuna msichana ambaye alikuwa amejitokewa pale, ambaye anasemekana ya kwamba alikuwa na mapepo, ambaye amekuwa ametumwa ati ya kwamba angamize vijana 8. Na nashukuru Mungu ya kwamba katika eneo hilo jambo ambalo labda angelifikiria kulitenda halikufaulu kwa sababu ya maombi ya watu wa eneo lile. Na huyo msichana alikuwa anazungumza mambo mengi sana, mambo ambayo ni ya ushetani, mambo ambayo yanataja kule baharini, ya kwamba anataja majina hata ya wengine ambayo hatujayasikia. Maneno ambayo yanataja ni mambo ambayo ni makubwa sana. So na confirm ya kwamba mimi na askofu wa kanisa la ministry la Revival Ministry tuliandamana mpaka kwenye kanisa lake, na tukawa na kipindi cha lisali zima la kumuombea, kukemea yale mapepo na kukataa yale mapepo. Na yule msichana baada ya sisi kuendelea kumuombea, alituonyesha alama ambazo ziko kwa mwili wake, ya kwamba amekuwa akitoa damu, alikuwa na alama kwenye kichwa, alikuwa na alama kwenye mguu na kwenye mwili, alikuwa na alama nyingi sana. Na alikuwa anasema ya kwamba pia alikuwa amevikwa pete kwenye mkono na kwenye mguu alikuwa amevikwa pete, na hakuwa na macho yake, alikuwa na geuka yanakuwa macho ya blue, vitu ambavyo mimi sijawahi kuviona. Ilikuwa ni mambo ya ajabu sana, maana saa zingine sisi tunazungumza kuhusu mapepo, lakini nataka kuambia ungelikuwa pale, hata kama hauna nguvu za kiroho ungelitoroka, maana ilikuwa ni mambo ya ajabu sana. Yule msichana alikuwa anazungumza na kutoa sauti zingine ambazo si za kawaida. Hakutaka hata kulitaja jina la Yesu, hakutaja kulitaja jina la Mungu. Alizungumza mambo, hata alikuwa anasema ya kwamba hajui Mungu ni nani, hajawahi jua Yesu ni nani. Anasema ya kwamba yeye baada ya kuzaliwa alimuua mama yake, na pia amekuwa akifanya maajali mengi hapa nchini, mahali popote amekuwa kitumwa. Alikuwa katika mission ambapo kuna kijana ambaye alikuwa anaishi na yeye, na amemfanya kuwa na mimba sasa hivi tunapozungumza. Na ile kitu ilifanyika ya kwamba hakuweza kutoa huu kijana kwa sababu ati alikuwa amependa huu kijana na hangependa kumuua kwa sababu alikuwa na mimba yake. Lakini alikuwa in the mission ya kumaliza huyo kijana, maana anasema alikuwa ametoka Nairobi na ameangamiza vijana wengine. Alikuwa amepewa namba ya vijana 8 ambao baada ya kumaliza hiyo vijana 8 kupeleka sacrifice zao, alikuwa kwa ya kwamba atapelekwa katika hatua ingine ya mamlaka ya kipepo na ya kiulimwengu wa giza. Lakini tunamshukuru Bwana, baada ya kumuombea na kukemea yale mapepo, mimi na timu ambayo tulikuwa nayo tukamrudisha mpaka kwake, na tumekuwa tukiendelea kumuombea, na hivi karibuni tunatafuta vile tutakavyompeleka mahali atakuwa rehabbed, mahali atawekwa katika maombi na kulisikia neno. Na nashukuru wale wachungaji ambao walijiunga nasi siku hiyo usiku, maana sasa huyo msichana bado tunaendelea kumtafuta. Siku ya leo tulikuwa tumeenda mahali pale, lakini tumemkosa, hatukujua vile amedisappear. Lakini tunaamini ya kwamba kama vile maandiko yanasema aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye ulimwenguni, tutaendelea kupasuu na kuhakikisha ya kwamba mission ambayo inaweza kuwa imetumwa ya kimapepo tutaendelea kuiangamiza na kuhakikisha ya kwamba haijachukua usukani mahali hapo katika area hiyo yetu. Kwa hivyo tunataka kuambia wapendwa, tuendelee kuomba na tuendelee kusimama, maana mapepo kama hayo ambayo yametumwa katika kutimiza mission fulani ni lazima tukataane nayo ili tuweze kufaulu. Kwa hivyo huyo msichana bado tunamtafuta, na tunataka kuhakikisha ya kwamba kwa sababu leo amepotea, ako na connection ambazo hazieleweki, ya kwamba kuna mambo ambayo anayoyazungumza ambayo hata nyinyi wakati mwingine mnashindwa hayo maneno yanazungumza anayatoa wapi. Na hivyo kama vile anasema ya kwamba ameua vijana wengine, aliua mama yake, kuna ajali ambazo wametaja zilizofanyika siku ambazo zimepita, anasema ya kwamba yeye ni mhusika katika dhabihu ambazo zinazotolewa. So hayo ndio yale ambayo ninaweza kusema, na nashukuru kwamba kwa hii TV yetu ya Njata tutaendelea kuwa pamoja nanyi, na katika information yoyote tutaendelea kuwapasha ili tuhakikishe ya kwamba sisi tuko alert katika maombi na katika kusimama katika kila jambo. Asante sana. Is it true kwamba ni yeye mhusika wa ile accident ya Naivasha? Kama vile alivyo confess wakati tulikuwa pale kanisani, alisema ya kwamba yeye alikuwa nyuma katika hali hiyo ya kuhakikisha dhabihu ambazo zilifanyika pale Naivasha, yeye ni mhusika wa moto huu ambao uliotokea.